Mi kwa majina mi naitwa Nancy Mbai. Kwa bunge la mwananchi hapa Eveready County ya Nakuru. Huwa napenda kupeana namba yangu ya simu 0716332889. Nashukuru kwa siku ya leo. So jambo langu la kwanza, nataka kuongea kwa hili jambo la kiongozi wetu ama viongozi wetu wa Waluhya anayeitwa Natembeya. Huyu Natembeya, kitu ya kwanza ni kiongozi, sababu unapoangalia huyu Natembeya kwa Kenya yote, yeye ni gavana. Alikuwa gavana namba 2 kwa kufanyia wananchi wake maendeleo. Alikuwa namba 2. Wa kwanza alikuwa Kang'ata wa Murang'a. Yeye ndiye alikuwa wa kwanza. Na gavana wetu Natembeya alikuwa namba 2. Ninarudia, wananchi wetu wa Kenya wasikie. Sababu mtu mwizi ama mporaji hawezi kuwa namba 2. Namba 2 kwa Kenya yote. Kwa county. Senate gavana wa Murang'a ndio alikuwa namba 1. Second alikuwa Natembeya. So mimi hili jambo nataka nifikie Waluhya wote kutoka Western, sababu tumeona Natembeya alisimama na chama cha ODM. Nikamwona Silasia alisimama na chama cha ODM. Na walishinda. Na huyu Natembeya amekuwa Rift Valley County Commission. Amefanya kazi kwa Rift Valley. So sisi tunauliza kama wananchi wa Western, kama ni makosa alifanya ile wakati, mungemshika. Lakini isiwe saa hii yeye ni gavana wa Trans Nzoia County. Kwa miaka 2 eti amepatikana na scandal. So tunauliza hii serikali, mulikuwa wapi wakati ile ama wakati hiyo? Sisi ama wananchi wa Western Waluhya tunauliza hii serikali ni nini wanatafuta kwa viongozi wetu wa Western? Na tunataka tuambie serikali na wananchi wote wa Kenya, hii ni shasa. Ninataka kuambia wananchi wa Western, ebu mshikane, mkue kitu kimoja. 2027 na ni vizuri sana tuko na chama yetu ya kutoka Western. Ebu tuingie kwa hiyo chama, tuachane na vyama vya kina watu. Unajua tumekundua sasa hivi kuna chama ya mtu ama chama ya kabila fulani. Kwa hivyo kama sisi Western, hiyo chama cha Eugene Wamalwa TPK, ebu tuingie kwa hiyo chama, tuungane, tukue kitu kimoja. Tuko nyuma ya Natembeya. Hata mupepe miziko na makunia zote, muweke mahindi, muwekele kwa mgongo ya Natembeya. Hatutoki kwa Natembeya, tuko nyuma yake. Ambapo Natembeya tumemuona ni kiongozi ambaye anaenda kuunganisha wananchi wa Western, kuwaweka pamoja wananchi wa Western. Mtu mwenye ama
Muluya ambaye saa anapika kelele ya Mudavadi na Wetangula. Wetangula na Mudavadi tawe. Western no. Western tulitoka kwa mambo ya Mudavadi na Wetangula. Hawa saa hii wako kwa serikali. Wanakula na serikali na familia zao. Wanakula na mwananchi wa Western. Hilo ndo swali langu ninauliza. Mtu akisema ati Waluya wako kwa serikali. Waluya wagani wenye wako kwa serikali? Waluya wenye wako kwa serikali ni Mudavadi na Wetangula na familia yake. Nimetoka pale. Na nataka kuongea kwa hili jambo la Gachagua. Gachagua sisi tumemuona wakiturura na Ruto, wakiomba kura. Ilikuwa Gachagua Ruto. Photo mwap, mama mboga, boda boda. Tuliwaona vizuri sana na tukawasikia. Muda kidogo ikao Gachagua sijui anakosana na kina Itumbi. Sijui ati watoto wadogo. Akina Itumbi ni watoto wadogo. Hawa baba wakubwa wenye wamemea mandefu ndio kiongozi wa nchi anaambia watu Gachagua alikuwa anakosana na watoto wadogo wa baba kama akina Itumbi. Akina sijui Sikasuti, sijui akina nani. Muda kidogo tukaona Gachagua inafaa afanye nini? Aimpichiwe. Sawa, akaweza kutolewa. Saa hii Gachagua ako nje. Gachagua katiba yetu ya Kenya, sheria inamruhusu. Na kwanza hata koti ikaamua Gachagua kesi yake ilitupiliwa. Kwa hivyo Gachagua ako freedom ya kutembea kila mahali na kuomba. Na tumemuona amekuja amezindua chama chake. Na ni vizuri kiongozi ukitaka uongozi wa nchi, kaa na chama yako. Wacha kwenda kunyoshiria kwa chama ya kina watu. Hiyo ndio sasa tumekataa. Na chama ya Gachagua ni DCP. Na nikafurahia sana. Aliambia Matiang'i yeye tena kuja azindue chama yake. Matiang'i ako na chama tayari, ni ila hajajitokelezea kukuja kuizindua. Hii maneno ya Gachagua. Gachagua ni Mkenya. Gachagua ni kiongozi na ni Mkenya kama hao viongozi wengine. Na ni kama naweza sema ni kama viongozi hao wengine. Gachagua anaweza tembea kila mahali. Gachagua anaweza ingia kila kanisa, kimali popote. Vile viongozi wengine wanaenda wakiingia kwa makanisa, tunavyoona serikali saa hii inaingia kwa makanisa ndio hiyo inazurura ikizunguka na pesa za wananchi. Kwa hivyo mimi sijui Gachagua alikunya kwa sahani ya nani. Kama alihara kwa sahani ya serikali, watu waambie. Sababu saa hii tumeona wewe kama uko upinzani, haistahili uende uingie kwa kanisa ya kina fulani. Ukiingia kwa kanisa ya kina fulani, wewe unalengwa. Unalengwa, unauliwa. Tumeona mabishop wa kanisa la Catholic. Kwa wiki moja tu Gachagua alienda akaingia kwa kanisa ya priest mmoja. Saa hiyo na dakika hiyo tunasikia amematwa. Wiki hii Sunday aka mwingine huku keyo mara kwetu huku kwenye vita imeishi usiku na mchana. Wameshindwa kuenda kutengeneza huko hiyo maofu iishe. Wamelenga sasa ni mapriest, mabishop wa kanisa. Priest amekuwa kwa kanisa akahubiria wafasi wake vizuri, yeye kutoka akamatwa. Sasa saa hii serikali hii ni mabishop ni kulengwa.
Kama wewe uungi mkono serikali, wewe sio wetu, ni kumalizwa. Na ndio tunaona serikali ya saa hii maofi inafanyia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo hata hawa mapristi wako na haki, wakaribishe kila mtu, hata kama ni umbwa, hata kama ni pusita, ingia pale kwa kanisa, imuhubirie. Isiwe sasa wana upinzani ndio watalengwa. Hapana. Hii Kenya sasa mahali kwenye imefika, hapana. Sababu hao upinzani ni watu wetu, ni viongozi wetu sisi wote hii Kenya. Isiwe sasa upinzani wakienda kuingia kwa kanisa fulani, munalengwa. Hapana. Hii Kenya ni yetu sisi wote. Serikali pale ibadilishe mwenendo. Sisi wote tunaweza kuwa kama viongozi wa hii Kenya yetu. Hiyo jambo tumekasirika nayo. Hatujafurahia kama wananchi wa Kenya. Kama ni uongozi sasa ndio hii. Ndio hii. Hapana. Nimetoka hapo. Nataka kuambia mama wa Tanzania huyu, naye atuchunge. Na atuchunge maisha ya Wakenya. Asituletee upumbavu yake ya huko Tanzania. Mimi nataka kuuliza huyu mama Suluhu, wewe kama akili yako inafanya kazi hiyo Tanzania, wewe unasema wewe ni kiongozi wa Tanzania. Martha Karua, akina Martha Karua na hiyo grupu nyingine, Boniface Mwangi, ni walikuwa walengwa wa nini? Ni maandamano walikuwa wameleta hiyo nchi. Hawa ni watetezi. Martha Karua ni lawyer. Sasa utuambie kama ni maandamano ndio walileta Tanzania, ndio uwafukuze. Akina Boniface Mwangi wakatekwa nyara. Alafu mchinga mwingine huko anakaa ukali yenye merara, anaulizwa maswali. Badala atete kama Mudavadi wewe ulikuwa umekosa la kuambia wananchi wa Kenya ama ulimwengu plus Tanzania. Unatetea Tanzania. Ni kama wewe ni mwananchi wa Tanzania. Unatetea huyu mama Suluhu. Kama ulikuwa unataka umuoe. Kama ulikuwa unataka kumuoa, ungeenda umuoe huko. Umulete kwa boma yako. Wewe unaona watoto wetu wametekwa nyara, wamepotea, na wewe unaenda kukaa. Unatetea huyo mama Suluhu alivyoongea. Hiyo kuongea mama Suluhu, acha nikwambie, si kuzuri, si maongezi mzuri. Hata heri ungenyamaza tu. Na wewe Mudavadi, kama ulikuwa umekosa la kuambia wananchi, heri ungesema tu, sababu ulikuwa kwa runinga. Ulikuwa kwa runinga unaulizwa maswali na mtangazaji wa Citizen. Kama ulikuwa umekosa la kusema, hata ili ungeambia huyu mtangazaji, hii maneno tunaona Boniface Mwangi wametekwa nyara. Ama watu wetu wametekwa nyara na wengine wamefukuzwa. Hili jambo tunaenda kukaa tuliongelele na tutatue. Lakini sio kwenda kukaa kwa kiti ya Citizen unaongea upumbavu. Una support Tanzania. Tanzania ni nchi gani? Hii Tanzania hata uwezi linganisha na nchi yetu ya Kenya. Na wewe mama Suluhu, acha nikwambie, hii uongozi yenye umekalia Tanzania, umekalia wananchi wa Tanzania chapo. Hakuna mwananchi alikupikia kura hiyo Tanzania. Wewe ulikuwa vice president wa Magufuli hapa huku nyuma. Hata ni kama wewe ndio uliua Magufuli, ndio ukalie hiyo kiti, ndio uendelee kukalia wananchi wa Tanzania mkalio chapo na hiyo tabia yako. Sisi tunajua ya kwamba hiyo Tanzania hakuna mwananchi alikupikia kura. Magufuli alipokufa ikawa tu sasa wewe urudi kwa hiyo nafasi. Wewe mama Suluhu, nakwambia na ninakuonya,
wachane na wananchi wa Kenya. Sisi tunaona watu wako hii nchi yetu ya Kenya. Wengi wao ndio wanauza kahawa, wengine wamefungua mahoteli. Tunaona viwete wengi wamejaa hii Kenya yetu na hakuna kitu tunawafanyia. Tunawaangalia tu. Hata wengine wakiomba pesa tunachukuanga pesa zetu tunawapea. Kama hao viwete wanakaa street, tunatoa pesa tunawapea. Na wewe jambo lenye ulifanyia viongozi wetu, mawakili wetu na watetezi wetu akina Boniface Mwangi, hatukufurahia na hilo jambo. Chunga sana. Asante. Kwa majina naitwa Daudi Bosire. Mimi ni mkaaji wa Nakuru West, tena ni memba wa bunge la Eveready. Jambo la kwanza, mimi nataka hii ujumbe iende Samia Suluhu Hassan ambaye ni rais wa Tanzania. Samia Suluhu Hassan, wacha nikwambie kutoka hapa Kenya. Watu wengi wamekwambia mambo mingi, lakini unachukua kama msaa. Wacha ni mimi nikutumia hii ujumbe ikufikie Tanzania. Hiyo kiti, wacha nikwambie Suluhu Hassan, hiyo kiti ambayo uko nayo ni kiti ya Magufuli. Hiyo ni kiti ambaye unakalia mgongo ya John Pombe Magufuli. Hiyo kiti hiyo kukua yako. Hiyo kiti ni kiti ambaye Magufuli alikufa ndio ukapata hiyo kiti. Ndio maana unaongea na kivuli. Usifikirie sisi wa Kenya ni watu ambao unapeleka unataka. Martha Karua sio rika yako. Martha Karua ni mtu msomi. Martha Karua ni mtu ameanza siasa kitambo sana. Martha Karua ni mtu ambaye anasomea sheria. Martha Karua ni mtu anajua sheria kiundani. Samia Suluhu, niliona ulikuwa nasema ati tumechagua Kenya, tumeharibu Kenya. Kwani si wewe ni mmoja wao unaendelea kuharibu Kenya? Kwa sababu uwezi teka wale wanaharakati wale ambao walikuja kwako uanze kuwateka. Kwani Tanzania iko na nini? Unaenda unateka watu ambaye wanakuja huko kupigania mwenzao. Kwani huyo mtu mwenye unatesa, huyo mtu alifanya kitu gani? Hiyo si ni binadamu kama binadamu yeyote ambaye walikuja kupigania. Unaanza kupiga mdomo ati Kenya iachane na mambo ya Tanzania. Tanzania iko na nini? Na vijana wako wengi ambao wako hapa Kenya ni vijana ambao wanauza kahawa, wengine wanatembeza viatu, wengine wanafanya kwa mahoteli, wengine wanafanya kwa vibanda, lakini sisi tunawaangalia tu, hatuna maneno na wao, lakini tunasema wacha wajitafutie. Lakini wao unapiga mdomo ati Wakenya watoke Tanzania, ati waachane mambo ya Tanzania. Wewe mama, wacha nikwambie, kuwa na adabu, kwa sababu kiongozi mzima kama wewe hafai kuongea maneno kama hayo yenye unaongea, unatamka kwa kinywa chako. Hiyo sio heshima hata kidogo. Unafaa kuheshimu Wakenya. Wakenya sio watu wenye unafikiria vile unapeleka vile unataka. Hiyo sio jambo mzuri. Hiyo ni kitu mbaya sana. Suluhu Hassan, mimi nakwambia kutoka Kenya, you are a one-term president of Tanzania. Kwa sababu hiyo kiti unatumia kimabavu. Wakati Pombe John Magufuli alikuwa kwa urais, alikuwa tunafuatilia sana mambo ya Tanzania. Alikuwa kama ni maskini, anakuja anamuuliza shida zake, anaeleza. Lakini wewe unasema achana na huyo mlevi, achana na huyo mtu. Hiyo sio uongozi. Hiyo ni uongozi gani? Hiyo ni amaanisha hiyo mambo yenye mlifanyia Pombe Magufuli ndio anakufuata hizo laana. Waachane na Wakenya. Jambo lingine, mimi nataka niongee juu ya Kenya. Serikali yetu ya Kenya. Serikali yetu ya Kenya nilisikia ati kuna Freemason. Tumeshinda tukuambia ati Kenya huko na ushaitani mingi sana. Na watu wanafikiria tunaongea kwa msaa. Lakini tunaongea ukweli. Kuna mzungu alitoka nchi yao ati amekataa kulipa pesa ya Freemason. Ati tax. Hiyo Freemason hii inawapeleka wapi? Kwani mnaomba Mungu tena mnaomba Shetani? Kwa nini hamwezi tumikia Mwenyezi Mungu? Ule mwenye aliumba mbingu na nchi. Ati Freemason.
Hiyo ni ubuzi sana. Ndio tunasema hii serikali inatumikia Saitani 99%. 1% ni inatumikia Mungu. Hiyo ndio utabidi tumefanya. Jambo lingine, mimi nataka kuongea juu ya mama ambaye anaitwa Orioba, ambaye ametoka upande wa Kisii. Huyo mama walimuimpeach kwa sababu alipatikana mkutano ya Fred Matiang'i. Sasa huyo mama wakati mlimchagua mkamweka kwa serikali ya yenu ya UDA ya William Ruto. Sasa huyo mama alifanya makosa gani? Sasa yule mwenye mnaona anaendelea kutetea wananchi, mwenye ako kwa ubisani, ati mnamwimbichi, ati mnamuwekelea maneno, mnamfuata. Wacha nikwambie, wewe Nyakundi, Javeth Nyakundi na Osoro, wacha ubuzi. Mimi nataka hiyo ujumbe iendee wananchi ambaye wanatoka upande wa Kisii. Huyo hawa jamaa wawili inafaa wasalimiwe kwa sababu wako na kichwa ngumu. Ni watu, ni vijana watundu. Ni vijana ambao walizaliwa sijui upande gani. Wale vijana wanauza kama jamii ya Wakisii. Jamii ya Wakisii wako na nini? Ati wa serikali wako na nini? Ni kiti gani wamepewa kwa serikali? Si ni matumbo zenu. Osoro napiga mdomo ati unatetea serikali, ati nikiongea vibaya kwa serikali ati nitafutwa. Kwani hao wenye walikuweka watafaidika na nini? Kama unatetea tumbo yako ati utafutwa. Kama ule mama alikuwa anatetea wananchi wa Kenya, Orioba alifutwa. Kwa nini yeye ati wameanza kumcheka? Nani amechekelea huyo mama? Kama sio wewe unamchekelea. Wewe wale ambao walikuchagua ndio wako kuwa na akili. Kwa sababu watu hawezi kukuchagua, waanze kupiga mdomo, waanze kujitetea. Ni vitu gani umeleta huko Kisii? Ni maendeleo gani umeleta huko Kisii? Osoro na wewe Javeth Nyakundi. Nyinyi mlisaliwa kutoka upande gani? Nyinyi vichwa yenu iko namna gani? Mko na akili ama hamna akili? Mimi naongea kutoka Nakuru County kama jamii ya Mkisii. Hiyo ni tabia mbaya mko nayo. Hiyo ni tabia ambayo imeosha. Hiyo tabia hatutaki kama jamii ya Mkisii. Kama Mkisii amesimama mnaanza kumruhusa mawe. Kwani nyinyi akili yenu iko namna gani? Na kuna ghasia nyingine ambayo inatoka Minnesota huko, ambayo iko na mandevu kubwa. Inaitwa Cosmo Choi. Anasema ati sisi wa Kisii, ati Cherang'o alisema ati sisi ni wachawe. Kwani wewe kichwa yako ni mzuri kweli? Ama wewe ni uchawi ulikufanya ukaenda huko Minnesota? Huko Minnesota? Ulifukuzwa kutoka Kenya ukaenda Minnesota ati tunakutusi usiku na mchana. Mimi nakutusi kwa sababu una akili. Ati unasema ati umesomeza watoto kuliko wengine. Kwani watoto gani umesomeza? Kwani hao watoto umesomeza nchini wako ni wa nani? Wanasaidia nani? Wewe umesaidia nani huko Minnesota? Unaanza kutusi wa Kisii. Hiyo ni ovyo sana. Wewe Cosmo Choi. Mimi nakwambia ndugu yangu, itafika siku moja hiyo kichwa yako itararua mpaka sijui utaenda. Mimi nakwambia uachane na hiyo tabia uko nayo Cosmo Choi. Mimi naongea na hasira sana. Hiyo tabia yako sio tabia mzuri. Jambo lingine na la mwisho, niliona ndugu yangu ambaye ninatembea. Natembea, umeteswa sana. Umeteswa sana, lakini kwa na msimamo hiyo ambao uko nayo. Lakini Mungu atakuwa upande wako. Wacha wengine wapiga mdomo ati unapiga serikali, umeiba, sijui. Wakati mwingine ambao ukikuwa na kosa serikali, mbona kuchukulia hatua? Sasa hivi ndio wanakuchukulia hatua, wanasema wewe ati ni mfisadi, ati wewe umebora nchi ya Kenya, ati umefanya nini? Wakati tulikuona ulikuwa vile bandits ambao walikuwa upande wa huko nini huko wa Baringo, wewe ulikomesa, wewe ulisimama imara, hao bandits wakafyekwa. Sasa hii wakati William Ruto aliingia kwa uongozi, bandits wanaendelea. Tunajua hiyo ni serikali, mipango ya serikali. Serikali huwezi fanyia wananchi hivyo, wakuja wachukue ng'ombe zao waende kuuza. Ama mfikiria hatujui. Hiyo ni serikali inapanga mpango ya kwenda kuchukua ng'ombe sawa watu wanaenda kuuza. Wakati anatembea anapigania wananchi, kwa nini serikali mnamfuata? Mnamuumiza, mnamfanyia mambo mabaya. Kijana mdogo ndio huyo anaitwa Sirasi. Sirasi ndio huyo. Anang'ang'ana, anajaribu kupigania wananchi. Huyo kijana mnaenda kumtesa, mnamweka ndani. Hiyo ni Kenya gani tunaishi?
Mimi naambia Waluhya wote, Waluhya wote, mkuwe na msimamo, mkuwe imara. Mimi naona Mungu ameendelea kuwatembelea. Mchague kiongozi ambaye ni mchapakazi, ambaye anawaambia ukweli. Kwa sababu mlikuwa mnatumia miaka mingi na Raila Amolo Odinga. Alikuwa anatumia vibaya sana. Alikuwa anasema yeye ni mmoja wenu, ati yeye ni Mluhya. Sasa hii nimeona mumeanza kuerevuka. Na Mungu atawaonekania Waluhya. Kama sisi wa Kisii, hakuna siku Raila atakuja huko Kisii akuje kutudanganya. Mliona vile alifanywa? Akienda mahali popote, tawe. Akienda mahali popote, tawe. Hakuna mahali Raila atakaribishwa. Kwa sababu tumeona yeye ni mzee, anatucheza, anatuchezea akili yetu, anaona sisi ni wajinga. Kama ni kabila yako, eno wadanganye. Lakini kabila zingine tumejua, tumejua ukweli. Wakenya wenzangu, mimi naomba Mungu mkue kitu kimoja. Na wao ya grupu yenye nenda kutengeneza serikali, mimi naona itatengeneza serikali. Mchukue kura kwa wingi. Na hii serikali ya William Ruto na wale wote, wale wafuasi wote, MP, Senator, women rep, magavana wote watolewe. Lakini wale ambao walikuwa wanapigania upande wetu wa wale ambao ni wanyonge, wote tuwarudize. Lakini wale ambao walikuwa wanatupinga wote wangolewe. Asante sana Wakenya wenzangu na Mungu awabariki. Haya, kwa majina ni Thomas Omoni kutoka Gucha. Bomachoge chache. Inajulikana kwa mitandao kama Ndume. Ndume ni kazi. Sauti ya Ndume. Na ni mtetezi wa ukweli kabisa. Kila mara nasimama na ukweli. Wacha kwanza nianze na rais wa Tanzania ambaye anaitwa Madam Suluhu. Nataka nikuambie rais, East Africa iko na bunge inaitwa Yara. Wewe unapeleka huko, Rais Ruto anapeleka huko, na mwingine anapeleka huko. Vile iko na koti. Unajua ukiwa rais si wewe ni Mungu. Kuna vitu ambao unaangalia kama kiongozi. Kitu ya kwanza unaangalia ni hii. Watu wangu wametambaa mpaka wapi? Na upalosi wangu umetambaa mpaka wapi? Kitambo waanza kufukuza watu. Angalia mtu kama Martha Karua. Huyu si mtu ambao unastahili kufukuza. Wacha nikuambie, huyu ni mtu wa maana sana East Africa. Hata Afrika mzima. Huyu ni mtu ambaye amefanya hii Kenya inaonekana kama Uingereza. Ni Martha Karua. Huyu mama ambao ulikuwa unafukuza hata uwezi fika kiwango yake. Wacha nikuambie Madam Suluhu. Uwezi fika kiwango yake. Nikuambie, huyu ndiye ameleta kitu tunaita Kenya ukiona ikiwa na freedom of speech. Inakuja kwa huyu mama. Huyu mama akitembea ukimuona hivi chua ya kwamba mkono moja unabeba sheria. Mkono ingine unabeba parapara ambayo huwezi frustrate. Ukiona umekataa huyu mama, kuna vitu wanafanya fiche. Hiyo tunaomba Afrika kuangalia inji sa tunaomba Umoja wa Mataifa na Afrika siangalie kuna inchi ambayo sikiingia kwa uongozi. Marais wanatawala vile kama madikteta. Wewe umeanza kufanana kama Amini. Unajua uongozi wa Amini ulikuwa uongozi mbaya sana. Ulielekeza viwete vyake wa Tanzania Lake Victoria. Siku hiyo ukiangalia Lake Victoria kuna mkisi, ule mnyama ule samaki ambaye anaitwa mkisi. Ilikuwa inaruka juu kwa sababu ilikuwa inasiba kukula misoga ya watu. Hata Julius Nyerere alijaribu kumkataza, hakusikia. Mzee Jomo Kenyatta akajaribu kumkataza, hakusikiliza. Vile umeanza kufanana yeye. Sababu gani nikuambie hivi? Wewe hata saa hii viwete vyako huko vyote Tanzania, kutoka Tanzania viko hapa Kenya kwa streets sote, kwa sababu huyu mama ametengeneza katiba imekuwa mzuri.
freedom imekuwa mzuri. Huyu mama ambaye anaitwa Martha Karua mwenye ambao umefukuza, na wewe mwenye ambao unafukuza hujawahi simama na mtu mungangane na kura umusinde. Wewe umepata kiti wakati Magufuli amekufa. Wewe unataka kufungia mpinzani kwa sababu umemuogopa. Wacha nikuambie mama, jua ya kwamba sisi ni Waafrika. Jua ya kwamba wewe kwanza ni muombaji namba 1. Wewe hata una. Wewe nchi yako kwanza ni masikini. Ndio maana unaona watu wako wamehama hapa. Wamehama hapa Kenya. Kwa hivyo nakutaka kukuambia mama, ukicheka kama wewe ukiwa kiongozi vile huko hivi, ukitaka kufanya chambo, fikiria kwanza, enda kwa advisors wako. Kwanza waulize hii chamba hata nikienda kuifanya inaleta madhara gani? Wewe ni kama una heshima. Uwezi toana matarau na we expect tukurutishie heshima. Kwa hivyo uchunga sana. Hiyo kitendo ulifanya ni kitendo cha upumbavu mkubwa. Wewe hata si Mungu. Wewe hata uko naivu. Umeshindwa hata kuongoza. Angalia vile watu wako wanahangaika. Kila mahali tunapita basi sisi ndio tunawasaidia hapa. Nitoke hapo. Niambie Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wewe ulitutengenezea katiba. Hii katiba, wakati hii katiba ilitengenezwa mlisema 80% ilikuwa mzuri. 20% ndiyo ilikuwa mbaya. Hii tangu hii katiba itengenezwe 2010. Hadi sasa wewe umeweka handshake kila wakati. Mbona hujawahi angalia hii katiba? Kwa hiyo 20%. Kama umeweka handshake serikali ya uhuru, ungekimbia kwa hiyo katiba. Useme kile kipengele tunataka kukiera kabisa. Hakuna siku ambao ulisimama ukasema kipengele fulani nataka kukiera kabisa. Nikwambie moja ambayo inastahili kurekebishwa. Kipengele yenye rais kupeana security. Angalia. Security, rais akipeana security anafika katikati ananyang'anya watu security. Hiyo kwa katiba tutaki. Kama wananchi tunataka security ipewe na katiba. Kama tumechagua mbunge ama MCA akichaguliwa anapewa security. Anakaa na security. Hakuna si rais anamtoa hiyo security. Hakuna mtu wa kumtolea hiyo security. Hiyo ni security yake. Chusi Cheni Kiara mbunge wa Naivasha alisema alitolewa security. Security yake imetolewa. Kwa nini? Hiyo ndio tunataka kurekebisha hiyo kipengele kama wa Kenya. Hatutaki rais apeane security kwa wakilishi wenye ambao tunachagua. Kwa sababu hata huyu rais tukimchagua tunampea katiba, tunampea Biblia na tunampea sword. Lakini kwa security inabaki kuwa ndani ya katiba. Mwananchi kama amekuchagua kama mbunge, kama MCA, kama senator, kama governor, kama women rep, kama rais, hata naibu wake, hata manaibu, ni mwananchi mwenyewe anapeana hiyo security, inaenda kwake. Hata mkosane na rais, security itabaki kuwa vile hiko. Vile tulitengeneza hii katiba yetu hivi. Hata rais tusionane kabisa na hatumtaki hata kaunti yetu. Maendeleo ni haki yetu kwa sababu tunatoa ushuru. Si ndivyo? Lakini hii kama Raila acha waiongelea hii mimi nitasaluti niseme hivi. Huyu Raila anapewa mikate anaweka kwa tumbo yake. Nitakuwa natanganya. Kwa sababu yeye ni mmoja yao ambaye alikuwa anapigania hii katiba. Na yeye amepeana hii katiba kwa mgongo. Tukisema yeye anapea hii katiba kwa mgongo kwa sababu amewekea mikate kwa tumbo, tutakuwa tunatanganya. Je, wa Kenya tunatanganya?
Kama ninatanganya simu niambie. Kitu ingine, kuna mbunge mwingine wa Chucha alisimama akasema pesa zimetumika 13 bilioni kusunguka kutafutia Raila, sa serikali kutafutia Raila awe EU chairman. Huyu mbunge akapelekwa kotini, akaenda kufunguliwa mashtaka ya kutosoma ati vitabu yake, ati makaratasi yake ni ya forgery. Yeye ana masomo. Sasa yeye masomo na huyu mbunge yakuchia wapi? Na ukweli yenye ameongea. Sasa narudi kwako Raila Amolo Odinga. Mbona wewe usimami useme ya kwamba mimi nilitumia kwa akaunti yangu, mimi nilitumia hizi pesa nikasunguka hivi, kama hukutumia pesa za wananchi? Kwa sababu tuliona serikali yote ilikuwa Ethiopia. Kina Musalia wote hata hawana kula pale. Kula ilikuwa ya rais tu peke yake. Walienda na pesa zetu na wananchi wanaathirika hapa. Sasa mbona hujawahi simama utuambie ya kwamba yenyewe nilienda karibu hata factory yangu nikaiuza, nikasunguka naye, nikatafuta ile kiti, hata ingawa nilianguka nilitumia pesa zangu. Kwa hivyo ndio maana tunasema wewe unawekewa mikate kwa tumbo, ndio maana uangalie hata hii katiba ambayo ulikuwa unapigania. Mimi nikirudia kusema hivi, ningeomba kama vile watu wakikucha, ningeomba watu kina Kenneth Matiba, wale walisimama na mwananchi, wakuche kutetea mwananchi tena, kwa sababu yule ambaye anasema yeye ndiye amepigania sana amegeuka kuwa kupe mbaya sana kwa mwananchi. Chusi huyu Raila huyu hapo nyuma alikuwa anatuambia driver ni mlevi na conductor ni mwizi. Saa hii wako na nani pale? Wananchi wako na nani pale? Sasa utasema yeye ni mzuri, anakuja tena aseme saa hii sasa nataka kusimama wa Kenya, nibadilishe hii nchi. Unabadilisha ya nani? Si hata hii mikata ambayo umewekewa kwa tumbe si imetosa. Si hata wewe utoseke. Ujue mtoto wa masikini hajaenda shule. Niliona kwa gazeti ikisema wanarudisha pesa za mtihani. Kama huyu mtoto hana pesa za kusoma na alikuwa anasoma bure na ya kukula hana, ya mtihani hii ndiyo ataenda. Kwa hivyo Raila, wewe ndugu yangu, mzee wangu, nje kakuja kakupatilisia chini ukaitwa papa, lakini mimi najua papa wangu ni papa wa mbinguni. Sasa kweli ulikuja ukageuka ukaruka wananchi? Nikimaliza nikisema hivi, nirudie tena hii kwa point nyingine. Wananchi sisi ndio watu wabaya number 1. Sisi ndio tunaanza kuruka katiba yetu. Kuna public participation ilianza hapa, inaitwa CTF. Sikwe wapi? Siwe sinaloketiwa wapi? Wewe kama mwananchi ukaacha ukaungana na wale wabunge, wale wako na virus ya finance bill, wale walisababisha watoto wetu wakauliwa, wale walileta mchafuko, patala ya kuwatema wakaleta siasa, tukakaa katikati yao, wakatupea shilingi 200, wengine wakitutanganya, tukaanza kutoa maoni ya kwamba CTF ipaki kwa mbunge. Wewe mwananchi, mimi wakati mwenye alikuwa anaongea hivyo nilikuwa nalia nasema hivi, huyu mtu patala ya kusaliwa ile kitu ya mama, ile nyungu ya mama ingesaliwa bure. Sababu yeye achui mahali hako. Sababu gani? Sisi tuko katika devolution. Tulipatilisha hii katiba yetu ni ya devolution. Pesa wakati siko masinani ni rahisi kufuata hizi pesa kuliko siko pale. Huyu mbunge ambaye anakuambia ati watoto wamesoma au watu wanasema ati watoto wamesoma, wewe kweli
wananchi, muna haki ya kwamba vile munakaa hivi watoto wenu wanasoma ama wanapora watu kwa sababu hakuna masomo. Wale watu wamewapora, wamemaliza. Mbunge akikuja anaweka hata sura, anaweka fence tu peke yake, pesa zingine anapeleka. Ungekubali hizi pesa sikuje county vile Raila alisema, ungekubali hizi pesa sikuje county. Sasa mtakuwa mnashirikiana na serikali kuu kufuata hao wakora. Sasa umeachia serikali kuu pesa, na nani atakufuatia? Huyu ni mdogo, huyu hawezi fuata yule. Kwa hivyo mchinga ni wewe, wenye ambao unasema wacha ikae kwa CTF. Kwani CTF, kwani unaona mbunge ako karibu na wewe kuliko MCA? Mbunge bwana ni mtu ambaye anacheza na kitaifa. Na county ni kitu ambaye kinacheza within your locality. Ufanye public participation. Mimi nataka hospitali. Mimi nataka kiwanda mzuri Kenya tutaweza tengeneza hapa. Sisi tunataka hivi. Hiyo ndio nguvu katiba mpya ilituletea. Lakini nyinyi kama wananchi, nikisema mkiwa walevi hivi, mkirudia makosa, nikisema hata 2027 hiyo vitu mnasema ati one term, nikiwaambia mnatanganya, nitakuwa natanganya kweli? Kwa sababu nyinyi lazima mchue nyinyi mko wapi. Muelekebishe, mchue ya kwamba sisi kama Wakenya tuchue ya kwamba tumetoka katika ugatuzi, tuko katika ugatuzi na tutetee ugatuzi yetu. Mkora kama tunachua gavana uli mkora, tunatafuta mbinu, tunasikiliana sisi wananchi na ile serikali kuu kutoa huyu gavana. Lakini sasa huyu gavana hata mkisikana na yeye, mtaweza toa ile serikali kuu. Nyinyi ndio wabaya wananchi. Kwa hivyo tuelekebishe. CTF ingekuwa ni uwezo wangu, ingekuja kwa mashinani. Kusudi sisi ndio tunachua watoto wenye ambao waendi shule. Familia zene masikini. Mbunge achui. Mbunge CTF imemuongezea mabibi. CTF imemweka amezaa watoto nje ya ndoa. Anaendelea kuwapea urithi. Mbunge CTF imemfanya anatembea kiholela. Anaenda sherehe kama hiyo ya Raila alikuwa anatafuta kiti, yeye alienda tena kujionyesha ya kwamba yeye ni muwazi mkuu, anapongeza Raila apate kura, na yeye mwenyewe apigi kura hapo. Na anachua mtoto wake aende shule pale, na shule hakuna pale. Hata vocational training haiko kwake. Sasa hii vitu mnafanya nyinyi Wakenya. Wakenya kwanza kabisa, soma ile kitabu cha Shamba la Wanyama. Shamba la Wanyama yanasema hivi: ukitaka kupigana na adui, usifanane na tabia za sila adui. Tokeni kwa hizo tabia ndio upigane nazo, lakini huwezi pigana na adui ukiwa na adui. Ukiwa unafanana na adui. Asanteni sana. Kwa majina nimesema naitwa Nancy Mbai. Kuna jambo nilikuwa nimesahau na ni la muhimu kwa wananchi wetu wa Kenya. Mimi nataka kuuliza wananchi wetu wa Kenya, unajua saa hii kunao wenye hawajasoma gazeti. Hawajajua yale inaendelea saa hii kwa gazeti, ama hawajajua yale inaendelea saa hii kwa hii nchi yetu ya Kenya. Mimi nataka kuuliza wananchi wetu wa Kenya, huyu Kindiki, huyu pipi ya Ruto mdogo wa pili huyu, amefanya kazi miezi ngapi? 2. Miezi 2. Lakini ukiangalia kuzunguka, amezunguka hii Kenya yetu. Asa sana hiyo Mount Kenya yenye walikuwa wanasema Gachagua ni mkabila. Kindiki amezunguka hii Mount Kenya. Karibu 50 million imeishia Mount Kenya peke yake kwa miezi ngapi? 2. Saa hii yeye ndio mzungukaji wa hii nchi. Hata juzi alionekania huko Kisii, wakienda kudanganya wananchi wa Kisii na pesa ambayo wanapora wananchi wetu wa Kenya. Hiyo ni ushuru yetu. Sasa nauliza wananchi wa Kenya, kwa miezi 2 Kindiki amepata wapi pesa zenye anazunguka nazo akidanganya wananchi wetu wa Kenya? Si mshahara yake. Mshahara yake ni pesa ngapi?
Ni nani anajua mshahara ya Kindiki? Kindiki, wewe ukae kwa ofisi. Fanyia kazi yako kwa ofisi. Uko na watu wako wa mkono. Wacha kuzunguka na pesa za wananchi wa Kenya. Ukienda kuwadanganya nazo. Ati fulani Oscar Sudi ametoa sijui elfu sijui ngapi. Sijui Ruto ametoa sijui milioni ngapi. Sijui ninamwakilisha Ruto sijui ametoa milioni ngapi. Wewe Kindiki, hiyo pesa zenye unazunguka nazo ukidanganya wananchi wa Kenya. Wewe mshahara yako inatosha. Hiyo. Mabilioni ya pesa. Bilioni 100. Hiyo ni mshahara yako Kindiki. Kwa miezi 2. Mimi nauliza wananchi wa Kenya kwa haki. Unajua saa hii tunapoongea hapa, wengine wanaona kama sisi ni wenda simu, kama sisi ni wajinga. Hatujui ni tunalosema ama tunaloongea. Kwa hivyo mimi ninauliza wananchi wa Kenya, hebu muangalie huyu Kindiki, billions of money, billions 100. Mshahara yake yuko pale. Ama ni pesa zetu anazunguka nazo akitembea kwenda kudanganya wamama na wazee na wavijana. Hadi mimi nimekuja kuwasaidia. Wamama wako na vikundi yao. Mimi nimekuja kuwasaidia. Hadi nimekuja kusaidia vijana jenzi. Nimekuja kusaidia wamama. Kwanza jana aliongea stupid sana. Eti wanasema sisi kama serikali tunakuja tunawaonga. Alikuwa anaongea akiwa Kisii huko kwenda kudanganya wananchi wa Kisii. Akauliza swali, mimi nawauliza nyinyi wananchi kama sisi serikali tumewaonga. Saa hii tuko hapa tumewaonga pesa ngapi? Na wananchi wajinga badala wajue ya kwamba huyu Kindiki amekuja kutudanganya na hii pesa yenye ametuletea ni pesa ambazo wanapora wananchi ushuru wao. Tuko mnataka nirudi tena? Mnataka nirudi tena? Tunaichi wananchi stupid. Mtumia akili. Mjue ya kwamba pesa ambazo wanawaletea ni ushuru yetu ambayo tunatoa. Wachani kushangilia watu wa viongozi wanafiki hapa. Muache kuanzia leo. Alafu hii chama cha UDA wamejua ya kwamba 2027 wanaenda kuanguka kama gunia ambaye haina mahindi. Na wanaenda kuanguka asubuhi na mapema. Wameanza kutafutilia tu ile ukora watakuja kudanganya na wananchi wetu wa Kenya. Saa hii chama cha UDA wanazurura. Wamekosa maneno ya kuambia wananchi wa Kenya. Slogan yenye wanazurura nayo ni Gachagua. Wakienda kwa choo ni Gachagua. Wakienda kukunya ni Gachagua. Wakifika pale kwa mkutano kama ni matanga, kama wameenda kudanganya wananchi na marambe za ukora ni Gachagua. Sasa wakifika pale badala waambie wa Kenya Kenya kimetuleta ni hii. Wanaambia wananchi huko kwenye wameenda Gachagua. Ati Gachagua ni mkabila. Sijui Gachagua chama yake ya DCP ni ya ukabila. Sasa mimi ninauliza wananchi wetu wa Kenya na ninauliza hawa viongozi walipokuja na vyama yao, si walikuja na ukabila na wakakuja na ukora na uongo? Kwa hivyo isiwe chama cha Gachagua ndio kithibitisho ya kupitia mlango ya nyuma kuharibia Gachagua. Mkiharibia Gachagua hata hizi zenyu zilikuwa vyama za ukabila ndio mkafika hapo mahali mliko. Mimi nataka kuambia Gachagua, usistuliwe, songa mbele. Na siku moja tenga siku tembelea bunge letu la Everett hapa Nakuru Menengai. Gachagua tunakukaribisha.
Sasa ndo tumejua wewe unaweza kuwa kiongozi. Wewe ni kiongozi. Tembea hii Nakuru siku moja. Tunakukaribisha Gachagua. Wananchi wawache pere. Sasa walipata slogan ya kutembea na kuharibia Gachagua. Gachagua, mimi ninakwambia songa mbele. Na ninaambia tena natembea tuko nyuma yako. Mimi ni Muluya, ninatoka Seremi pale. Seremi. Mimi ni jirani ya Khaniri, aliyekuwa gavana wa Vihiga County. Mimi ninaambia natembea, songa mbele, usiogope, na tuko nyuma yako kama wananchi wa Trans Nzoia kukutetea. Wacha vile nilisikia stupid mwingine akisema ati wanataka kushika wale vijana, sijui walienda, sijui karibu, sijui magari nini, sijui nini. Natembea ni kiongozi wetu, na hatutaona mkimubadilisha tunyamaze. Sisi ndo tulipikia Natembea kura. Na tena hatutaona kama kiongozi amekosa. Mtafuteni namba yake ya simu, mumwambie tunakuhitaji hapa, kama ni DCI, kama sijui ni polisi yeyote. Hivyo tu. Hawezi okopa kukuja, hata kuja. Lakini si ati mfamia boma ya mtu. Hamujui hako, hayuko, munaenda kuharibu vitu za Natembea. Hamujui alipata aje. Na hiyo order mulitoa wapi? Ndio muende mushambulia boma ya Natembea. Hii mambo ya kushambulia maboma za viongozi na hili jambo ya kufamia viongozi. Nimeona sana viongozi wetu wa ODM ndio wanashambuliwa na wengine kuuliwa. Hili jambo hatujaona kwa chama cha UDA kitendeka, hii uchafu yenye wanafanyia viongozi wetu wa ODM. Mumeona wa UDA kama amekufa? Mumeona kama wa UDA ameshambuliwa? Sisi tuliona siku nyingine huyu anaitwa Wamatangi. Huyu wa Kiambu. Hata yeye alipatikana na skando. Lakini yeye aliposikia anatafutwa, alienda alijiperekesha peke yake. Sisi hatukuona kitu yake kama imeharibiwa. Yeye ni wa UDA, Wamatangi ni wa UDA. Sasa viongozi wetu wa ODM kama hawawezi inamia Ruto namna hii, nyinyi ni walengwa. Sasa nyinyi ni walengwa wa UDA. Alafu lingine na la mwisho, hii uchafu yote inafanyika kwa viongozi wetu wa ODM. Kiongozi akiwa Raila Amolo Odinga. Mimi nauliza wananchi, mumesikia wapi akiongelelea hili jambo? Ameongea kutetea viongozi wake na Natembea na Silasi. Mumesikia? Ajai simama akaongelelea. Na kiongozi mzuri paka uangalie viongozi wako wenye wameanguka na wana wamesimama na wewe. Tumeona Raila Amolo Odinga, tulikuwa tunampenda, lakini mambo anafanyia viongozi wetu wa ODM. Sasa ana Western. Hatujafurahia na hili jambo. Lakini angelikuwa mzuri na kiongozi mzuri, angesimama ambia serikali, wachaneni na watu wangu. Wachaneni na watu wangu. Sienzi. Kwa majina naitwa Daudi Bosire. Mimi ni mkaaji wa Nakuru West, tena ni member wa Eveready. Jambo la kwanza, mimi nataka hii ujumbe iende William Ruto. William Ruto, niko na wewe pamba kwa pamba. Juzi ulienda uko Nairobi, ukasema umesindua affordable houses, nyumba za bei nafuu. Wakati ulikuwa unaimba na huzuni na vile hii kitu yako inaenda kuponyoka 2027, ulianza kulia, unataka sympathy votes. Sekezo yake maskari ndio hao wakaanza kufukuza wale watu kutoka kwa hizo manyumba. Ati watu wakajaribu kuuliza ni nini mbaya. Ati wakati rais
fungua, hiyo ni kuonyesha tu wa Kenya hizo nyumba asingekuwa senu, hao watu wakafukuzwa. Sisi hiyo ni Kenya gani tunaishi? Wakatuma magunis wakakuja kufukuza hao watu. Hizo manyumba zenye unadanganya watu usiku na mchana. Kwa nini tena siku kesho yake maaskari wakakuja tena wakafukuza hao watu? Hiyo ni jambo gani? Wa Kenya ambaye ni maskini, ambaye waling'ang'ana wakaingia kwa hizo manyumba, wakasema tumeingia, baadaye tena wakafukuzwa. Hiyo ni Kenya gani tuko? Jambo lingine tena, mimi nataka niongee juu ya Boniface Mwangi wa Tanzania. Kwani hiyo ni ungwana kweli? Kama mnaumiza binadamu na hiyo, nyinyi ni mbwa mwitu ama ni binadamu? Boniface Mwangi mlimuumiza sana vile tuliona. Sasa tuliona Tanzania haina katiba. Kwa sababu kama mtu, nilisikia kuna chama mwingine, sijui yeye ni OCBD, sijui yeye ni idara gani kwa serikali, ati hawataki watu wasanyike pamoja. Watu wanaupigwa kama wanyama. Kama sio hao binadamu, kama sio hao wananchi, sasa hiyo serikali mtaongoza nani? Kama mkiua wote, mtaongoza nani? Wa Tanzania hamuna adabu, amfuate katiba. Wacha niwaambie wa Tanzania, hamuna sheria. Mwenyezi Mungu peke yake, kama mtu amefanya makosa ndiye anafaa kumchukulia hatua. Unapiga mtu kama mnyama, hiyo ni sheria gani? Ni wafuatilia sana. Mtu anapigwa mpaka unaumizwa. Kwa sababu gani? Kwani hawa sio binadamu ama ni wanyama? Jambo lingine na la mwisho, mimi nataka hii ujumbe iende watu wa Mount Kenya. Watu wa Mount Kenya sahi mumeona mumetemwa kabisa na hii serikali ya William Ruto. Kuna vibaraka wa Ruto, mmoja wao akiwa ni Faruki Kibeti ambaye ni mfanyikazi wa kitchen, mwenye anafanya kazi kwa kitchen. Mwingine anaitwa Kipchumba Murkomen. Mwingine anaitwa Sudi, Oscar Sudi. Sahi wanawatusi vibaya sana. Sahi wanawakechereli. Sahi wanaongea mambo mabaya juu ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua, wewe ndio ulitembea Kenya mzima ndugu yangu, ukatafutia William Ruto kura. Lakini sahi mumekuwa takataka. Ile mambo Uhuru Muigai Kenyatta alikuwa anawaambia, sahi ndio mmeanza kujionea. Sahi hamuna value. You are worthless nowadays. Kila mahali isa Oscar Sudi anaongea ati anajipiga kifua, anaongea mambo ya ukabila, wakati alikuwa anawatafutia kura, hiyo wakati hakukuwa na ukabila. Mbona Mungu anamsema ako na ukabila? Lakini saa hii wakati mtema nje ndio mnaanza kumpiga vita. Rigathi Gachagua ni mtu ambaye ako nje ya serikali, hayuko kwa serikali. Lakini saa hii mnampiga vita. Ni kama mtu ambaye ako kwa serikali. Kwa nini mnampiga vita usiku na mchana? Wacha niwaambie, hii serikali ya Kenya Kwanza ambaye iko kwa utawala, serikali ambaye inatumia kimabavu, hii serikali hakuna mahali inaenda. Vile tunawaambia watu usiku na mchana, hakuna mahali hii serikali inaenda. Na ni wapi William Ruto atapata ikura? Kila mtu ukienda, kama watu wako 100, mtu mmoja ama wawili wale ambao wameruka na akili ndio wanasema William Ruto amefanya kazi. Lakini watu ambao wako na akili timamu kwa watu 10, watu 9 ndio wanasema wataki William Ruto. Kwa sababu William Ruto anadanganya watu usiku na mchana na kupeana hadi ya uongo. Kila mahali anatembea atafanya hii, kila mahali anaenda atafanyia wananchi. Anaanza kuimba nyimbo za huzuni, nyimbo za huruma. Hakuna siku tena tutakuonea huruma ndugu yangu. Utakuwa one term president. Na Mwenyezi Mungu anatuonekania usiku na mchana. Mungu anatuonyesha, anatuambia wewe utakuwa one term president kwa wale watoto ambao uliua. Ile damu ndiyo inakufanya unachanganyikwa, umechanganyikwa. Ile damu ya wale watoto ambao uliua. Rigathi Gachagua ndio wataunda serikali. Bila nakwambia na mfikia ni uongo. Ni ukweli. Kwa sababu Mkikuyu mahali penye na ingia, hiyo ndio mahali penye serikali itaundwa. Usidanganywe.
Kuna mkale mwingine mzee mkongwe ambaye alikuwa serikali ya Kenyatta, serikali ya Moi, mpaka wadi wa leo. Aliwaambia mlijidanganya, mlijikaranga na mafuta yenu. Binadamu hana mafuta, lakini samaki ndiye kuna mafuta. Mlijikaranga. Wakati mlitupa Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua alipowapea 4.7. Lakini Raila Amolo Odinga he will change 11 hour. Hakuna mahali atawapeleka. Asante sana Wakenya wenzangu na Mungu awabariki.